tulikuwa tunapitia kuiangalia hali halisi ya barabara yetu baada ya kipindi kirefu cha mvua ili tuweze kufanya maintenance katika barabara hii. Lakini pia tulikuwa tunaangalia mazingira ya barabara yakoje. Katika kutembea kwetu tumeikuta kwamba barabara maeneo mengi sana watu wamevamia hifadhi ya barabara, ikiwemo shehia ya Kinyasini, Sokoni, pamoja na maeneo mengine ambayo tumepita kutoka huko Mfenesini mpaka kufika huko. Sasa leo tumekutana na sheha hapa wa shehia hii ya Kinyasini, na kama mnavyoona nyuma yangu kuna kiguzo cha hifadhi ya barabara. Kutoka hapa kuelekea barabarani ni maeneo ambayo ya hifadhi ya barabara na watu wameyavamia kwa ajili ya biashara. Pia kuna vituo vya mabasi ambavyo vimewekwa kwa madhumuni mazuri tu ya serikali yetu, lakini navyo vimegeuzwa kwamba ni vituo vya kufanyia biashara. Kuna mitaro ambayo watu pia wameweka kwamba yao kufanyia biashara. Kwa hiyo tunamuomba Mheshimiwa Sheha kwamba sisi kama wakala tumetoa muda wiki moja atufikishie salamu zetu kwa wananchi wake kwamba wakala wanataka eneo lao. Nikizungumza tunataka eneo letu, maana yake tunapokuja hatutaki tukute kitu ambacho kimeingia ndani ya hifadhi yetu ya barabara. Kwa hiyo Mheshimiwa Sheha, naomba upokee hili kwamba wakala wanahitaji maeneo yao ya hifadhi ya barabara yawe wazi kabisa muda wote, na tumekupa wiki moja ufanye ufuatiliaji. Nimeona kilio chenu kikubwa ni barabara ambayo inaunganisha kutoka barabara kubwa kuja huku Mwembe Mkali. Barabara hii tatizo lake kubwa kwanza hata kama ni mbovu, lakini kwa dharura tu kulikuwa kuna culverts pale ambazo zilikuwa zinawezesha watu kuvuka kwenye ile maji ambayo yanapita pale kufika kwenye kijiji. Ile imeharibika kabisa, kwa hiyo imefanya kuwa ufikaji wa katika hichi kijiji umekuwa mgumu. Kwa hiyo kwa hilo la kwanza la awali sisi tumelichukua, na wakala kama wakala tutalifanyia kazi, yani ndani ya mwezi mmoja inshallah tutakuwa tumeshawarekebishia ile sehemu na mtaweza kutumia hii barabara. Tulipopita katika maeneo haya tumekagua na tumekuta watu wengi, maduka mengi yamo katika hizi sehemu. Kwa hiyo tunaondoka hapa na kuacha ujumbe kwa Sheha, tuweke salamu kuwataka watu warekebishe mazingira, kwa sababu hapa mazingira kwa kweli si salama. Watu wamefika mpaka karibu na barabara wafanya biashara, ambacho kitu sio sahihi. Kwa hiyo tunawapa muda wa wiki moja warekebishe hayo maeneo, na baada ya wiki tutapita kwa ajili ya kuhakikisha kuwa wametekeleza hilo agizo, na wasipotekeleza basi kama sisi ni wakala tutachukua sheria za kuondosha vitu hivyo ili kuona barabara yetu iko katika muonekano mzuri. Moto uliokuwepo hapa ni ubovu wa barabara, na takriban ni miaka mingi ambayo inatupa shida. Kutokana na nini? Basi kuna mambo tofauti ya baina ya wagonjwa wajawazito na mambo ya kama kifo. Wakati mwingine inakuwa maiti yanapofika barabarani kule kutoka Gamba kuja huku shida, mpaka gari imshushe achukuliwe kwa mikono tayari. Na la pili, mama wajawazito tunakuwa wakati mwingine tunapata shida, mzunguko unakuwa mkubwa. Yaiza pengine wakati mwingine inakuwa usiku na mimi nichukuliwe huku kwangu. Pengine mtu atoke sina shara aje nifuate huku, na kwa usiku mkubwa, na wakati mwingine mama ushakuwa tayari kutaka kujifungua. Sasa tunaomba kwa serikali na wewe mwenyewe mkurugenzi utusaidie, na Mheshimiwa Rais atusikilize kilio chetu ambacho tulichokuwa nacho kwa muda mwingi na muda mrefu. Tunachukua kwa hatua, tuchukue hapa kwa bodaboda, lakini kisha tuwashushe, tuchukue hatua nyingine tuwavushe katika vivuko ambavyo barabara imekatika, tupate gari tuwapeleke katika hospitali. Lakini njia hii kwa kweli Mheshimiwa ina huduma nyingi sana ambazo kwa wananchi na kwa wanategemea kuitumia. Kwa kweli tuna biashara nyingi huku, hata mihogo watu wanakuwa wanalima, lakini biashara hizo wanashindwa kuzipeleka marikiti. Wazazi wetu usiku wanakuwa tunapata wazazi wanashindwa kuchukuliwa usiku kupelekwa hospitali. Lakini vilio hivi wananchi wa Moga wameshavizungumza sana katika vyombo vya habari kwa viongozi wetu mbalimbali, lakini bado haijapata mwarobaini wake. Sasa tukahisi sasa kwa kuwa sera ya Chama cha Mapinduzi kuona kwamba sasa inatengeza barabara zote za ndani, Mheshimiwa tumekuelekea mkurugenzi, tukahisi mama ni Mheshimiwa mkurugenzi na kina mama sasa wamekwenda watendaji wa nchi hii zaidi, wako mbele zaidi. Tukasema tukuite ili tuweze kuona sasa na hili na wewe unalitatua kwa uwezo wako uliopewa
kanakuwa nafasi yako ya ukurugenzi.